Tunaposema operation Linda Demokrasia, maana yake nini? Tunataka kurejesha heshima ya kura yako. Kwa chaguzi 3 mfululizo, heshima ya kura Tanzania imepotea. Mwaka 2019 hapakuwa na kura kabisa, kwa sababu takribani wagombea wote wa vyama vya upinzani walienguliwa. Mwaka 2019 uchaguzi wa serikali za mitaa. Mwaka 2020 ilikuwa ni muunganiko wa yote. Tuna takribani madiwani 1000 zaidi leo kwenye halmashauri zetu nchi nzima. Wanamaliza mwaka wa 5 huu, hawakuchaguliwa na watu, walipitishwa bila kupingwa, kwa sababu wagombea wa upinzani walienguliwa. Tuna wabunge 28 ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo, akiwemo waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao wamekwenda bungeni bila kuchaguliwa na wananchi. Wengine waliwateka na kuwaumiza wagombea wa upinzani. Wengine waliwaitia TAKUKURU wagombea wa upinzani, kuwazuia wasirudishe fomu. Na wengine wakurugenzi walifunga milango ya kurudisha fomu. Wabunge 28 wako ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo bila kuchaguliwa na watu. Lakini vile vile kule ambako hawakufanikiwa kuwazuia watu kugombea, wakatengeneza kura feki. Kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu, tukaanza kuona kura zinazagaa barabarani kabla ya kupigwa kura. Kura feki zikatengeneza wabunge wengine. CCM ikawa na zaidi ya asilimia 95, 96, 98 sijui ya wabunge ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwaka 2024 wakafanya kama 2020. Mategemeo yote ambayo tulikuwa nayo, tukiamini uungwana wa Rais Samia, tukiamini mageuzi ambayo tumeshiriki tufanye mabadiliko, tukaamini kwamba angalau huu uchaguzi wa serikali za mitaa tutaonyeshwa alama kwamba kuna matumaini ya mabadiliko, tukachapwa vibao vya sura kwenye sura zetu. Yakafanyika yale ambayo yalifanyika mwaka 2020. Tukaona askari wetu ambao wanalipwa kwa kodi zetu, tukawaona maafisa wa idara ya usalama wa taifa ambao wajibu wao ni kutazama usalama wa sisi wote, wanabeba kura bandia, wanaziingiza kwenye maboksi kwa ajili ya mwenyekiti wa mtaa, mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa kijiji tu, mjumbe wa serikali ya kijiji. Kama wanafanya hivi kwa mwenyekiti wa mtaa ambaye hatungi sheria yoyote, watafanya nini kwa wabunge ambao wana mamlaka ya kupiga kura ya kumuondoa rais madarakani? Kwa tumerudishwa nyuma, kura imekosa thamani. Operation Linda Demokrasia maana yake ni kurudisha thamani ya kura kwa Mtanzania. Tunarudisha namna gani? Hii ndio mijadala ambayo ni lazima tuifanye.
Na kuna njia nyingi sana, na chama kimesema viongozi wetu ngazi za chini wajadili, alafu hatimaye kamati ya uongozi ya chama itatoa mwelekeo. Baki chama chetu ni cha kidemokrasia. Chama chetu kiongozi haamui akawaletea. Chama chetu ni lazima kijali na kuwasikiliza manunguniko, hisia na kila mawazo ya kila mwanachama, kwa lengo la kuhakikisha thamani ya kura inalindwa. Na ndio kazi kubwa ambayo tunayo. Imani ambayo ilikuwa imeanza kurudi imepotea. Kwa hatuwezi tukaamini leo kwamba tume ya uchaguzi ilivyo hivi, tume ya uchaguzi yenye mtu kama Omar Ramadhani Mapuri aliyekuwa mwenezi wa CCM kama mjumbe, hatuamini kwamba itatenda haki kwa watu wote. Na wanachama na viongozi, sheria iliyopo sasa ambayo imetungwa na bunge hili la CCM lenye wabunge 98.99 wa CCM inataka wajumbe wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi wapatikane kwa ushindani, watu waombe. Chama chetu muda wote kimepiga kelele kwamba sasa angalau tume ya sasa ivunjwe, Watanzania waombe tupate tume mpya ili tujenge imani kwenye mchakato wa uchaguzi. Serikali ya Chama cha Mapinduzi imekataa, jambo ambalo wamelitunga wenyewe. Wabunge wa upinzani hawajai kwenye kiganja cha mkono ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bara wako wawili, Zanzibar wako wanne. Walobakia wote wa CCM wenyewe wamesema sasa tume watu waombe, rais apelekewe majina tu ya kuteua, lakini mchakato watu wafanyiwe mahojiano, wafanyiwe interview. Sheria wametunga wenyewe. Sheria imetiwa saini na mwenyekiti wa sisi ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wao wenyewe, hakuna mtu alienda kuwalazimisha wasaini. Hawataki kuitekeleza. Na kuna uwezekano mkubwa sana kwamba hata uchaguzi wenyewe unaweza kuwa haramu, sababu umesimamiwa na chombo haramu kwa sheria zao wenyewe. Sisi tungependa tume iwe bora zaidi ya hata hicho kwenye sheria. Hii tukamwambia basi tupeni hata hicho kidogo cha kwenye sheria, tutakishika halafu tusonge mbele zaidi. Hawataki. Sasa lazima sauti zetu ziongezeke kutaka tume huru ya uchaguzi. Ni lazima angalau tume iliyoko sasa iondoke, watu waombe, na muda bado upo. Na sisi tulianza hii kampeni toka mwaka jana makamu. Ingefuatwa leo, wala tunajadili baadhi ya mambo tunayajadili. Na huu ndio wito wetu ambao tunataka wana ACT wote, viongozi na wanachama, uwe wimbo wetu kwamba tunataka tume huru ya uchaguzi. Tunataka makamishna
makamishna wa tume wa sasa waondoke, watu waombe tupate tume ambayo haina kina Mapuri ambao alikuwa mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Sheria ya sasa imetamka, yani imeondoa matamshi ya madedi kuwa wasimamizi wa uchaguzi. Lakini tumeona uchaguzi wa serikali za mitaa unasimamiwa na madedi, unasimamiwa na watendaji wa kata, unasimamiwa na watendaji wa mitaa ambao wote tunajua ni makada wa Chama cha Mapinduzi. Tunapozungumzia mageuzi tunayoyataka, tunataka wasimamizi wa uchaguzi wasiwe makada wa Chama cha Mapinduzi, wasiwe wakurugenzi wa halmashauri hizi. Tunataka watu huru waombe na kuajiriwa kwa muda na tume huru ya uchaguzi wawe wasimamizi wa uchaguzi. Haya ndio mageuzi tunayoyataka. Na haya ndio mageuzi ambayo tunayapigania. Na haya ndio mageuzi ambayo tunasema tunataka kurejesha thamani ya kura yako. Jana kuna rafiki yangu alikuja nyumbani kupata naye iftari. Akawa ananihadithia, ananiambia, bwana, kuna jamaa amenipigia simu, ameniomba nikushawishi usigombee Kigoma mjini. Nikamwambia, kwa nini? Yeye anagombea? Akasema hapana, anasema eti CCM wamesema hawatakupa. Nikamwambia, ebo, CCM ndio wanaotoa wabunge au wananchi ndio wanaotoa wabunge? Hapo ndio ilipofika. Tumefika mahala ambapo watu wa CCM wanaweza kuwa na kiburi cha kusema Mchinjita hatutakupa. Sasa kuna haja ya uchaguzi hapo? Kama chama kimoja ambacho ni mshindani wenu kwenye uchaguzi anawaambia hata mkishinda hatuwapi, kuna haja ya uchaguzi? Si wajitangaze tu wenyewe majimbo yote waendelee? Tunachokitaka sisi, ile heshima iliyokuwepo kidogo. Hatujawahi kuona sisi na tume iliyokamilika nzuri, hatujawahi. Lakini angalau mtu wa Kigoma mjini alikuwa akienda kupiga kura anajua kura yake itahesabiwa, tampata mbunge anayemtaka. Mtu wa Arusha mjini alikuwa anakwenda kupiga kura anajua kura yangu itahesabiwa, tampata mbunge anayemtaka. Mtu wa Kilwa Kusini anakwenda kupiga kura anajua kura yangu itahesabiwa. Haikuwa rahisi. Tunalinda kura, tunajipanga, tunahakikisha inatangazwa, lakini unajua nikijipanga, nikalinda, matokeo kwenye vituo yakatangazwa, wakala akapewa nakala ya matokeo, nitatangazwa. Sasa hivi hata hao mawakala wanaruhusiwa kuingia kwenye vituo? Hata wakiingia wanapewa nakala ya matokeo? Hata akipewa, kura zinajumuishwa kwa pamoja kusema mshindi nani? Sasa huo ni uchaguzi gani? Ndio maana tunataka kurejesha heshima ya kura. Tunataka kurejesha credibility ya kura, ile karatasi ya kura. Angalau kama ilivyokuwa mwanzo siku za nyuma kabla ya mwaka 2020. Angalau karatasi za kura zisiwe kwenye mikono ya mabalozi wa Chama cha Mapinduzi.
Angalau karatasi za kura zisiwe kwenye mikono ya askari wetu wa jeshi la polisi au maafisa wa usalama wa taifa. Karatasi za kura, mpiga kura aikute kwenye kituo na aiache kwenye kituo. Karatasi ya kura isitoke nyumbani kwa mtu. Karatasi ya kura uikute kituoni, umchague mtu unayemtaka, una uhakika wakala wako atapata matokeo ya kura na mtatangazwa. Ugumu uko wapi? Sasa matokeo ya haya ya chaguzi kutakuwa huru, ya demokrasia kusinyaa, CCM wanadhani wanatukomoa sisi. CCM wanalikomoa taifa. Mapenzi ya watu kwa taifa lao yameporomoka. Watu hawajivunii tena Utanzania, wanavumilia Utanzania kwa sababu hawana pa kwenda. Leo hii timu yetu ya taifa ikicheza Taifa Stars, hakuna anayejali, kwa sababu watu wanaiona timu ya taifa ni ya CCM. Hawaioni kama ni timu ya taifa, na hawaioni kwa sababu kwa Kiingereza wamekuwa disenfranchised au wamekuwa marginalized, wametengwa. Mahusiano ya wewe raia na kiongozi wako ni kura yako. Kama kura yako haina thamani, umekata hayo mahusiano. Mapenzi kwa taifa yanashuka. Leo hii tukivamiwa na nchi jirani, kuna watu watawasaidia kutoka nchi jirani, kwa sababu CCM imevunja utaifa. CCM imevunja, unaita umbilical cord. Mtoto akizaliwa toka tumboni kwa mama yake, anatoka na kina mama ile kamba ile inaunganisha, hapo tunakata kitovu baada ya siku ngapi? Tunakata kitovu baada ya siku ngapi? Au kinadondoka chenyewe baada ya siku ngapi? Yale ndo mahusiano ya mtoto na mama akiwa tumboni. Mama akila chakula anampelekea mtoto wake kupitia. CCM wameikata. Operation Linda Demokrasia maana yake ni kurejesha mapenzi ya watu kwa taifa lao, kwa kuhakikisha ile umbilical cord kinachowaunganisha watu na viongozi wao au watu na watawala wao, whatever utakavyoita, ni kura ambayo mtu anakwenda kupiga. Mtu hana power nyingine, power yake ni kile kikaratasi. Sasa kama hiki kikaratasi ambacho yeye anakitumia kusema huyu awe diwani wangu, haukithamini, huyu mtu atakuwa na mapenzi kwa taifa lake? Operation Linda Demokrasia, wajibu wake ni huo. Kazi yetu ni hiyo, na ndio kazi ambayo ACT Wazalendo tumejipa. Na ndio maana tunawaeleza mageuzi tunayoyataka kwenye uchaguzi ni mageuzi gani. Hatusemi tu tunataka mageuzi, no, tunasema tunataka nini. Tumewaeleza hapa, tunataka tume ya uchaguzi huru, na tume huru watu wachaguliwe, watu wapatikane kwa mujibu wa ushindani. Sio rais amke tu usiku anatangaza wajumbe wa tume. Hapana, na hicho tunachokihitaji hakiko nje ya sheria, kiko ndani ya sheria. Tunataka wakurugenzi wa halmashauri wasiwe wasimamizi wa uchaguzi, ili chaguzi zetu ziwe huru, zisimamia na watu ambao hawana upendeleo. Na hicho tunachokitaka hakiko nje ya sheria, kipo ndani ya sheria. Tunataka heshima ya kura irudi.
Na hii ndio changamoto kubwa ambayo tunayo kama taifa. Madhara ya kudidimia kwa demokrasia ni kumomonyoa utaifa kwa sababu ya kupoteza mahusiano kati ya raia na taifa lake. Wewe huyu raia tena unakuwa mfuasi tu, kwamba dola inakwambia unachokitaka, na huko tulikuwa tumeshatoka. Hatukuwa tumefikia 100%, lakini tulikuwa tumefikia mahala ambapo sema sawa, Nachingwea tulinyimwa, lakini mtu wa Lindi yupo. Mtu anachingwea, anatoka Nachingwea akaenda Lindi, atamkuta kuna mbunge